Mwangaza wa asili, kuelewa chimbuko la mwangaza wa binadamu. Karibu katika Mwangaza wa Watu Wema, ambako tunachambua chimbuko letu kwa jicho la ufahamu katika safari kutafuta ukweli. Dini tatu za Kiebrania, Uyahudi, Ukristo na Uislamu, zote zinaangazia ukweli mmoja: sisi sote ni uzao wa Adam, kiumbe wa kwanza. Hata hivyo, mwangaza huu unatuonyesha namna tofauti za kutafakari nafasi yetu, dhima yetu na wajibu wetu mbele ya Muumba. Karibu tuungane pamoja katika safari hii ya kutazama chimbuko la tulipotoka. Mimi ni Ustaz Khan. Ikiwa ndo kwanza unaungana nasi, basi bonyeza kitufe cha subscribe. Karibu. Tuanze uchambuzi wetu wa kina tukianza na dini ya Uyahudi. Unazungumza vipi? Inazungumziaje kuhusu mwanadamu wa kwanza? Uyahudi, mwanadamu wa kwanza, mwanadamu kama msimamizi wa ardhi. Uyahudi unatuongoza kutafakari asili yetu ya unyenyekevu. Asili yetu, jina Adam linatuunganisha na Adama, ardhi. Hii ni kumbusho wa kudumu wa utambulisho wetu. Sisi ni viumbe wadogo, sisi ni viumbe wa udongo. Tunapaswa kuwa na unyenyekevu. Wajibu, mwanadamu ameumbwa ili kuwa msimamizi wa bustani ya dunia. Ni wito wa kutunza, sio kuharibu kazi zote za Mungu. Hiyo ni kwa mujibu wa Uyahudi. Ukristo, safari ya ukombozi wa tumaini. Katika mtazamo wa Kikristo, tunajifunza kuwa nafasi ya binadamu katika mpango wa wokovu. Dhambi ya asili, hadithi ya Adamu na Hawa inatufundisha kuhusu udhaifu wa binadamu na matokeo ya kutotii. Inatukumbusha kuwa sote tuna upungufu. Tumaini, hapa ndipo mwangaza wa matumaini unapoingia kwa imani ya Kikristo. Dhana ya Adamu wa pili, Yesu Kristo, inatufundisha kuwa hata pale tunapotenda makosa kuna mlango wa kurejea kwa Mungu. Uislamu, kharifa na hadhi ya maarifa. Uislamu unatuinulia hadhi yetu kwa viumbe wenye heshima kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Khalifa, msimamizi. Adamu alayhisalam alipewa elimu ya majina ya vitu, jambo lililompa heshima hata juu ya malaika. Hii inatufundisha kuwa elimu ndiyo ufunguo wa uongozi bora duniani. Uswafi wa moyo, uswafi wa ndani, fitra. Uislamu unatufundisha kuwa kila mtoto anazaliwa akiwa safi. Hakuna mzigo wa dhambi za mababu. Kila mtu ana nafasi ya kutenda mema, kutubu na kurejea katika njia iliyonyooka. Jedwali la ulinganifu wa mwangaza wa maarifa. Tukianza na asili, Uyahudi, vumbi la ardhi, ndiyo asili ya mwanadamu. Ukristo, udongo. Uislamu, udongo mfinyanzi. Mtazamo wa makosa. Kwa upande wa dini ya Kiyahudi wanaamini wajibu wa kutunza dunia. Kwa upande wa imani ya Kikristo, haja ya Mwokozi. Kwa upande wa imani ya Kiislamu, umuhimu wa toba na usafi. Hadhi ya mwanadamu. Kwa upande wa Myahudi, msimamizi, yani steward. Kwa upande wa Kikristo, kiumbe anahitaji wokovu. Kwa upande wa Muislamu, khalifa, kiongozi, msimamizi na nabii. Ujumbe wa kisasa, ujumbe wa kizazi cha leo. Dini zote zinakubaliana katika umoja wetu kama uzao wa Adam. Tofauti za kimitazamo si za kututenganisha, bali ni mwangaza unaotusaidia kuona pande tofauti za ukweli. Kama watu wema, tunapochambua data hizi tunapata funzo kubwa. Umoja ni nguvu na maarifa ni mwangaza. Fikra sahihi ndiyo mustakabali imara. Je, ungependa tuendelee kuchambua jinsi hekima hii ya khalifa au usimamizi inavyoweza kutumika katika kutatua changamoto za mazingira tunazokabiliana nazo?